Mayahudi wa Khaybar walipopata amani, wakaja na mswada mpya kabla hawajatolewa katika mji wa Khaybar. Walisema, ya Muhammad, da'ana fi hadhihi al-ard nuslihuha wa naqumu alaiha, tuache katika ardhi hii, tutarekebisha, tutalima, tutasimamia. Fanahnu a'lamu biha minkum, kwa sababu sisi tufahamu zaidi ardhi hii ya Khaybar kuliko nyinyi. Kisha kitakachozalika katika tende na matunda, basi nusu utatupatia sisi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ba'd. Inshallah tuendelea na darasa yetu ya sira. Tumefika katika ghazwatu Khaybar, na leo tuendelea tulikokomea wiki iliyopita, qudumu muhajiri al-Habasha wa Abi Huraira wa Abana bin Sa'id. Wale waliohama wakaenda Habash wakawa ni wenye kurudi katika mji wa Madina, wakiwemo Abu Huraira na Aban bin Sa'id. Waliporudi wale waliohama kwenda Habash, wamerudi pamoja na Amri bin Umayya ad-Damri. Huyu ni yule aliyopewa barua ampelekee An-Najashi. Alipewa barua na Mtume sallallahu alaihi wasallam ampelekee Najashi. Najashi alimkirimu na akawa ni mwenye kumrudisha pamoja na wale waliohama wakaenda Habash. Hawa waliorudi, kuna wengine walielekea Khaybar ambao ni watu 16. Waliokwenda Khaybar ni watu 16. Yaani walipokuja moja kwa moja wao hawakurudi katika mji, bali wakaelekea Khaybar, ikiwemo Jaafar bin Abi Talib na Abu Musa al-Ash'ari. Wakamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amefungua Khaybar, kabla hajagawanya ngawira, kabla hajagawanya ile ghanima ya Khaybar. Mtume sallam akambusu Jaafar na akawa ni mwenye kusema, wallahi ma adri bi ayyihima afrah bi fathi Khaybara am bi qudumi Jaafar. Asema, wallahi sijui kati ya haya mawili ni furahi kwa lipi, kwa kufungua Khaybar ama kwa kuja Jaafar bin Abi Talib, mtoto wa ami yake. Alipogawanya ghanima ya Khaybar akampatia na Jaafar. Kisha katika wale waliokuja kutoka Habash, wengine wakaenda kwa familia zao, wake zao na watoto wao. Kwa wale ambao walienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Khaybar, Mtume sallam akawapatia ghanima. Kisha baada ya kufathi Khaybar, Abu Huraira naye akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia katika ghanima za Khaybar. Kisha akaja Aban bin Sa'id. Huwa alikuwa ametoka na kikosi kuelekea sehemu za Najdi ya Iraq. Alipomaliza jukumu lake akaja moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi Khaybar, lakini alipata kwamba mji ushafunguliwa na ghanima zishagawanywa, kwa hivyo hakupewa chochote.
Mayahudi wa Khaybar walipopata amani, wakaja na mswada mpya kabla hawajatolewa katika mji wa Khaybar. Walisema, ya Muhammad, da'na fi hadhihi al-ard nuslihuha wa naqumu alaiha, tuache katika ardhi hii, tutarekebisha, tutalima, tutasimamia. Fanahnu a'lamu biha minkum, kwa sababu sisi tufahamu zaidi ardhi hii ya Khaybar kuliko nyinyi. Kisha kitakachozalika katika tende na matunda, basi nusu utatupatia sisi. Mtume sallam akaridhia na akakubaliana nao kwamba atawatoa atakapo matashaa, lakini wabaki waendelee kulima na kutengeneza katika ile ardhi ya Khaybar. Wakabakia mpaka wakaja kutolewa na Sayyidina Umar radhiallahu anhu, walipoanza kushika njia yao ya ukhabithi na njia yao ya shari. Sababu Mayahudi wanajulikana ni watu wa makri na khadia na naqd al-uhud, ni watu wenye vitimbi na hadaa na kuvunja mikataba. Wakaachwa waendelee kurekebisha ardhi. Baada ya utulivu kurudi na hofu ikaondoka, Mayahudi wakarudia khubthi yao, wakarudia ufisadi wao, wakapanga njama kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakamletea zawadi Mtume sallallahu alaihi wasallama shatan masmuma, mbuzi ambayo kwamba wamemetia sumu kupitia mwanamke Imraati Salam bin Miksham, mmoja katika wakubwa wao, mke wake. Na huyu alikuwa amejua ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yujibuhu dhiraa, alikuwa akipenda sana sehemu ya mkono. Kwa hiyo akatia sumu nyingi katika mkono wa mbuzi. Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa ni mwenye kuchukua ile nyama, na baadhi riwayati yasema kwamba nyama ilisema ya kwamba mimi nimetiwa sumu, usinile. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, innaha shatun masmuma, huyu mbuzi ametiwa sumu. Akamuuliza yule mwanamke, na Mayahudi wakakubali jarima yao na uovu wao waliofanya. Hayo alimwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam wabaki, lakini kisha baada ya kubakia wakaanza vitimbi vyao kama ada yao. Wasema, qulna in kana malikan nastarihu minhu, tulisema kwamba ikiwa ni mfalme basi tutapumzika naye. Wa in kana nabiyan la yadhurruhu, lakini ikiwa ni mtume kweli basi hii sumu haitomdhuru. Waliposema neno haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasamehe na akamsamehe na yule mwanamke. Kisha Bishr bin al-Bara bin Ma'rur akawa ni mwenye kufa kutokana na ile sumu ambayo kwamba alikula katika mbuzi yule. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha yule mwanamke auliwe qisasan kwa sababu ya kufa huyu mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya tukio hili kufathiwa Khaybar na Mayahudi kurudia vitimbi vyao na kutaka kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam,
na kumtilia sumu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikaja tukio la Fadak. Fadak ni qarya, ni kijiji au kitongoji mashariki mwa Khaibar, umbali wa siku 2. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemtuma Muhaisa bin Mas'ud kwenda kwa Mayahudi wa Fadak baada ya kufika Khaibar, ili awalinganie Mayahudi hawa waingie katika Uislamu. Hawa wakasita na wakachelewa. Waliposikia Khaibar imefunguliwa, wakaingiwa na uoga na hofu. Wakataka Mtume sallallahu alaihi wasallam aamiliane nao kama watu wa Khaibar, ya kwamba wabaki katika ardhi ile waendelee kulima, na nusu itakuwa ni yake na nusu ni yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali, na kwa kuwa ardhi hii haikukupiganwa wala hakukuwa na vita vyovyote ambavyo walishiriki Waislamu, ikawa ardhi hii ni khalisatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ikawa ni ya Mtume, kiongozi wa dola, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anatumia kinachopatikana katika ardhi hii ya Fadak, akitoa katika matumizi yake, na vile vile wale ambao kwamba wako ni wadogo wako chini yake katika Bani Hashim, na wengine ambao kwamba hawana wake anawaozesha kupitia mali ambao kwamba inapatikana kutoka katika ardhi ya Fadak. Kwa hiyo Fadak ikawa ni khalisatan li Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Waislamu wengine hawakushirikishwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipo ikawa ardhi hii wanapata katika mali hii familia yake, watoto wake na watu wake wa karibu, na katika Banu Hashim. Lakini alipokufa, na hii si katika mwendelezo wa hii sira, kwa sababu ni matukio baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kufa, binti yake Fatima alidai ardhi ile ya kwamba apewe, lakini Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu, na yeye ni kiongozi wa dola, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba sisi mitume haturithiwi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kiongozi wa dola, ni raisu daula, na ile alikuwa akitumia katika kuendeleza mambo. Kwa maana hiyo itabaki katika mikono ya khalifa, na yeye ndiye ambaye kwamba ataendeleza katika mali ile inayopatikana. Na ikaendelea wakati wa Sayyidina Umar radhiallahu anhu hali kadhalika, na ndiyo baadhi zikaja shubahat ya kwamba Sayyidina Bakar alimnyima mama Fatima na nini, lakini huo ndo uhalisia wake, ya kwamba ardhi hii ilikuwa ni ardhi ambayo iko chini ya daula, na Mtume sallam kama rais wa daula alipokufa, akaja Sayyidina Bakar ambaye ni khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ni mwenye kusema kwamba hii itaingia katika mkono ya dola. Na Sayyidina Umar radhiallahu akaendeleza, na baadhi ya riwaya zasema katika zama za Abbasiya kuna baadhi ya makhalifa walirudisha ile mali, ikawa yarudi kwa Banu Hashim na mfano wake. Kwa hiyo hii ndo ikawa tukio la ardhi ya Fadak. Kisha baada ya matukio haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda Wadi al-Qura, sehemu inayojulikana kwa Wadi al-Qura, akawalingania watu wake ambao ni Mayahudi waingie katika Uislamu. Hawakuslimu na hawakusalim amri, wakatoka wakitaka kupigana. Akajitokeza mmoja mubaraza, challenge ile,
akauawa na Zubair bin al-Awwam. Kisha akatoka mwingine akauawa na Zubair bin al-Awwam. Kisha akatoka mwingine watatu akauawa na Sayyidina Ali. Kisha kutila minhu 11 rajulan, wakauawa 11. Kullama kutila minhum rajulun, kila anapouawa mmoja katika wao alikuwa akilinganiwa katika Uislamu, na walikuwa wakitoa mtu mwingine katika mubaraza. Kwa hiyo ilipofika siku ya pili, iliendelea hivyo mpaka siku ya pili, wakawa ni wenye kushindwa na Waislamu wakapata ghanima nyingi. Kisha wakataka kuamiliwa muamala wa Khaibar, watu wa Khaibar wakakubaliwa hilo. Kisha kuna Mayahudi wa Taima, ikafikiwa habari ya Khaibar na Fadak na Wadi al-Qura, wakakubali sulhu na watoe jizya. Basi wakatoa jizya na wakaendelea kubaki katika miji yao amani. Na tulisema kwamba Sufayya bint Huyay bin Akhtab aliingia katika Sabaya, akachukuliwa na Dihya bin Khalifa al-Kalbi kwa idhini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika wale wanawake ambao walitekwa nyara katika vita vile. Masahaba wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, innaha la tasluhu illa laka, huyu hasulu illa kwako wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Innaha sayyidatu Quraidha wan Nadhir, huyu mama ni anaheshimika, ni sayyida wa Bani Quraidha na Bani Nadhir. Kwa hivyo hasuluhu mpe mmoja katika sahaba wako, na suluhu awe wako wewe. Na ukiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuoa kwake baada ya mama Khadija, ndoa zake zote Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa ni ndoa za kisiasa, sababu yeye alikuwa ni kiongozi na alikuwa akifanya namna ya kujikurubisha na watu na kuweka karibu, si kwa sababu ya shahwa ama matamanio, kwa sababu alikuwa baada ya kufa mama Khadija umri wake ulikuwa ni mkubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepata umri ya miaka, amepata utume akiwa miaka 40, kisha akakaa na mama Khadija na takriban kama sijakosea miaka 50 baada ya kufa mama Khadija. Kwa hiyo si kwamba hata ilikuwa ni matamanio. Ukisikia mtu ameoa huku, ameoa hivi, ameoa, yote ni kwa sababu na dhurufu za kiongozi. Na ziliwahi kutokea hata kwa makhalifa wa kima Uthmani, walikuwa wanaoa mmoja katika watoto wa Uthman, muassis wa dola Uthmania, alioa mpaka katika mabizanta hawa, katika watoto wa kifalme, kwa ajili ya kuleta ukaribu. Kwa ukiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa binti Abi Bakar. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abubakar ni khalifa mtume mkuu, akaoa binti ya Umar, ambaye Umar na Sayyidina Abubakar wote hawa ni mawaziri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema waziri wangu ni Abubakar na Umar. Kisha Mtume akamuozesha binti yake au mabinti wawili, Sayyidina Uthman akaozesha Sayyidina Ali binti yake, na wote makhalifa. Kwa hiyo ukiangalia matukio masala ya ndoa ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nazo, zilikuwa ndoa nyingi ambazo kwamba ilikuwa ni za kisiasa, ni ndoa ambazo kwamba ilikuwa ni kuwaleta watu karibu. Sasa huyu ni Sayyida Quraidha na Nadhir, masahaba wenyewe akasema la tasluhu illa laka ya Rasulullah. Kwa hiyo akalinganiwa Uislamu, akasilimu, akaachwa huru na akaolewa, na ikawa mahari yake ni kuachwa huru. Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa amemalizana na Khaibar na akapata utulivu katika mji wa Madina. Akasikia mabedui katika Bani Anmar na Tha'laba na Muharib wamekusanyika dhidi yake. Akamweka, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam
Na alhamdulillah darsa hii ya sira tulianza Rabiul Awwal mwaka jana, na tuelekea katika kumaliza, na tuko katika mwezi ambao ni mwezi wa mfungo sita. Mtume sallallahu amezaliwa. Jambo muhimu sana kujua tarehe ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtu kila unapomfahamu zaidi ndivyo unavompenda zaidi. Na kufahamu matukio, angalia baada ya Madina hali ni tofauti na Makka. Mtume sallama matukio baada ya matukio, futuhat baada ya futuhat, jihad baada ya jihad. Akitoka Khaybar akasikia kwamba kuna mabadwi wa Bani Anmar wamekusanyika na Thalaba na Muharib, akamweka Uthman bin Affan kusimamia Madina. Akatoka na masahaba 700 akaenda sehemu inaitwa Nakhl, umbali wa siku 2 kutoka Madina. Akakutana na kundi la Ghatafan, wakakaribiana makundi haya mawili, wakatishana, lakini hakukutokea vita. Ikasimamishwa sala na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuswali salatul khawf, swali na kundi rakaa 2, kisha kundi hili likasubiri, akaswali na lile kundi lingine, hawa wakiangalia. Kwa hiyo waswali na kundi hili rakaa 2, kisha akamaliza na kundi hili rakaa 2. Kwa hiyo ameswali 4, lakini hawa wakaswali 2 na hawa wakaswali 2, ambao ndio salatul khawf. Na kuna baadhi ya riwaya zingine ambazo zimepokewa. Kisha baada ya salatul khawf hii ikaingia hofu katika nyoyo za maadui, na wakaondoka, hawakuwa ni wenye kumpiga vita tena Mtume sallama, na Mtume akarudi Madina. Na hivi vita vikaitwa ghazwatu bidhati riqa. Dhati riqa kwa sababu nyayo za Waislamu zilitoboka kwa ajili ya kutembea msafara wa siku 2. Kwa hivyo wakachukua baadhi ya nguo wakatia katika hofu na ile miguu yao kuweka kama socks vile, ambao ndo riqa. Na baadhi wakasema imeitwa ni dhati riqa kwa sababu ya ardhi yake na majabali yake yana rangi tofauti tofauti kama vile viraka, ndio ikaitwa ghazwatu dhati riqa. Bali ikasemwa kwamba ni makani al-ghazwi ndio inaitwa dhati riqa. Ala kulli hali, hivi ndio vita ambavyo Mtume alipigana. Alikwenda na akakutana na maadui, lakini hakutokea vita. Inaitwa ghazwatu dhati ar-riqa. Na katika mazuri yaliyopokewa katika vita hivi ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikwenda chini ya mti wenye kivuli, akawa ni mwenye kupumzika, akaweka panga lake na akalala. Watu wengine kila mmoja akaenda katika mti akipumzika, watu wanajipumzisha. Akaja mtu katika mushrikina akachukua ule upanga wa Mtume sallama, akatoa katika ala yake, ikiwa Mtume alikuwa amelala. Akishtuka Mtume sallallahu alaihi wasallama amemshikia upanga, kisha akawa ni mwenye kusema atakhafuni, waniogopa? Mtume akamwambia la. Kisha akamwambia faman yamna'uka minni, nani atakuzuilia na mimi leo nisikuue? Nani atakuzuia? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Allah. Alipomwambia Allah, ule upanga wake ukaanguka kutoka katika mkono. Mtume sallallahu alaihi wasallama akauchukua ule upanga, akamwambia man yamna'uka minni, sasa wewe nani atakuzuilia na mimi? Basi akawa ni mwenye kusema kun khaira akhidhin, hakuna mtu yoyote kuwa mbora wa kuchukua na mfano wake. Mtume sallama akamlingania katika Uislamu, lakini hakusilimu.
lakini alitoa ahadi ya kwamba an la yuqatilahu, asipigane na mtume tena kabisa, wala asiwe pamoja na qaumu yuqatiluna, na watu wanaompiga vita mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallam akamwacha, akaenda kwa kaumu yake, akasema ji'tukum min indi khairi nnas wa ammatu ahli almaghazi yaqulun inna hadhihi alghazwa waqa'at fi sanati rabi'a min alhijra. Asema nimekuja kutoka kwa khairi nnas, mbora wa watu, ambaye ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Muallif asema wengi katika watu wanaozungumzia vita vya mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wa sira, wanasema kimetokea katika mwaka wa 4 wa hijra ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na sahihi ni kwamba iko katika mwaka wa 7. Tukimalizia darasa yetu leo, mwaka wa 7 Dhulqaada, mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka kwenda umra ambao iliafikiwa katika sulhi ya Hudaybiyah. Akamwacha katika mji wa Madina Abu Ruhum al-Ghifari, akaenda na ngamia 60, akabeba na silaha kama tahadhar kutokamana na ghadri ya Makuraish, na akawa na farasi 100. Akahirimia sehemu ya Dhulhulaifa na akapiga talbia pamoja na Waislamu, kisha akaendelea na msafara mpaka akafika bonde la Ya'juj. Akaelekea akaingia katika mji wa Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa juu ya ngamia wake Al-Qaswa, na Waislamu wameshika mapanga yao, wanapiga talbia labbaik Allahumma labbaik, mpaka akaingia Masjid al-Haram, akasalimia Hajar al-Aswad, kisha akafanya tawaf akiwa juu ya kipando chake, na Waislamu wakatufu pamoja naye. Muallif asema yarmuluna haula albayt, yani wanatembea kwa haraka, kwa mwendo wa nguvu kando ya Baitullah al-Haram, kashifina manakibahum al-yumna, wakiweka wazi mabega yao upande wa kulia. Nasema sha'na al-futuwa wal-quwwa, kama nguvu, kuonyesha zile nguvu zao na kwamba ni vijana wako imara. Na huku Abdullah bin Rawaha yuko mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ametoa upanga wake akisema khallu bani al-kuffari an sabilihi khallu fa kull al-khair fi rasulihi, yani mpeni nafasi, toeni njia wana wa makufar, mpeni njia Mtume sallallahu alaihi wasallama, kila khairi iko kwa mtume wake. Al-yawma nadribukum ala ta'wilihi kama darabnakum ala tanzilihi, asema leo tutawapiga katika kuifahamu Qur'ani kama tulivyowapiga katika kuisadiki Qur'ani mwanzo. Walikuwa hawataki kusadiki, wakapigwa katika vita vya Badri na nini. Asema darban yuzilu al-hama an maqilihi wa yudhilu al-khalila an khalilihi, yani kipigo ambacho tutawapiga kitaondoa kichwa sehemu yake, na kutokamana na ile shiddat al-hawl, ule vishindo wa vile vita, basi kila rafiki atamkimbia, atamsahau rafiki yake. Mushrikina walikuwa wamekaa juu ya jabali Qaiqian, kaskazini mwa Kaaba. Walikuwa wameambiana watakuangalia Waislamu, wakati Waislamu wanapokuja waone kama wamedhoofishwa na humma Yathriba, sema homa za Yathriba.
lakini walipoona Waislamu wanaenda mwendo wa kasi, qalu haulai ajladu min kadha wa kadha, wasema wana nguvu sana na kuliko kadha na kadha. Na Mtume sallam alikuwa amewaamrisha wawe ni wenye kutembea kwa mwendo huu, waonyeshe ile nguvu yao. Mtume sallam akakaa Makka siku 3, na ndani ya masiku haya akamuoa Maimuna binti al-Harith al-Hilaliya, na huyo alikuwa ni mke wa Sayyid ash-Shuhada Hamza bin Abd al-Muttalib wa khalata ibn al-Abbas. kana zawjata Sayyid ash-Shuhada Hamza bin Abd al-Muttalib. Ala kulli hal, Mtume sallallahu alayhi wasallama asubuhi ya siku ya 4 aliondoka Makka akirudi Madina, na baada ya kurudi kutoka katika umra al-qadha akatuma vikosi kadhaa tofauti kuelekea Mu'ta na Dhati Salasil. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitujalia tutakuja kueleza matukio haya ambayo kwamba yatafuata. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya machache na mengi tujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.